Sasa wale ambao walikuwa wanasema kwamba Dulivane bwana anapenda kuvaa mavazi ya kike, labda atakuwa sio mwenzetu, kuelekea kwenye ile tukio la ndoa, unahisi anakwenda ku approve nini hasa? Of course ata approve wrong wengi sana. Baadhi ya watu huwa walikuwa wanakuja wakiona picha zake hapa, nimeprint picha zake ziko ofisini kwangu, wanashangaa huyu mtu vipi yuko hivi. Nikamwambia nyie tofautisheni kazi ya mtu inompa ugali na maisha yake binafsi. Maisha binafsi yule ni mwanaume. Bwana, kama kuna watu ambao unafahamu mabingwa wa mavazi suti sambamba na mavazi yote mazuri mazuri, nikwambie tu Mr. Pop Suit Fashion Design ni miongoni mwa watu wao. Moja kati ya watu ambao wanapatikana maeneo ya Sinza Kijiweni, mabingwa kweli kweli, tayari wameshawavalisha sambamba na kudesignia mavazi ya suti maharusi wengi mashuhuri, wale ambao wanafahamika na wale ambao hawajafahamika, kwa maana kwamba hawajulikani, kwa maana sio mastaa. Nyundo TV tukasema wacha tuwatembelee bwana, tuone vile ambavyo wanaendesha kazi zao, lakini kubwa zaidi tufahamu 2025 kwao ilikuwa ni mwaka design gani, na kuelekea 2026 tupo kwenye mwezi huu wa kwanza, wana kipi ambacho wamekiandaa kwa wateja wao wote. Mbele yako ni tajiri mwenyewe, mkurugenzi wa Pop Suit Fashion and Design. Tutazungumza naye Mr. Popo. Kiongozi, habari yako? Aise, salama. Mama naenda? Aise, fresh. Hivi kuwa bingwa ku design suti lazima na wewe unavaa hizo suti? Sasa watu wataamini vipi kama wewe ni bingwa au kama wewe ni daktari? Wataamini vipi bila kuangalia unachokifanya na uonyeshe unachovaa wewe? Nani ambaye huwa anakupimaga ama unajipima mwenyewe? Mimi vipimo vyangu mimi ninavyo long time, siongezeki, sibadiliki. Of course sometimes mimi naweza nikajipima mwenyewe. Naweza nikajipima mwenyewe nikajua bega langu ni ngapi, kifua, tumbo, urefu wa trouser, kila kitu. Naweza nikajipima mimi mwenyewe. Sawa, wengi wanakufahamu kwa uhodari wako kwenye 1 na 2 ya kuweza kutengeneza mavazi. Walau kwa uchache ningetamani nifahamu 2025 kwako ilikuwa ni mwaka design gani hasa kwenye career yako hii ya mavazi? I say mwaka jana bwana, mwaka ulikuwa ni mwaka wa mapambano. Unajua mapambano ni struggling haswa. Of course ukiingia kwenye hii fashion industry bwana, kuna changamoto kubwa sana. Unajua kudili na mtu direct, yani anachokitaka. Sisi hatununui suti tukauza kwa jumla au tukauza kitu ambacho tayari kimeshatengenezwa. Hapana, sisi tunaunda sisi wenyewe, tunatengeneza wenyewe. Ni bespoke company. Yani ni kampuni ambayo mteja, kwa mfano kama wewe unakuja unasema bwana nina shughuli yangu nahitaji kuvaa, si unaelewa? Unaweza ukaja hujui chochote. Kwa sisi unapokutana na sisi ni lazima tufanye consultation, tufanye counseling kwenye masuala ya fashion. Event yako ni ipi? Ni harusi, send off au ni official? Unaenda kwenye labda kwenda kupresent kitu labda kwenye documentary yako au whatever. Kwa hiyo ni lazima mtu aje tumtengenezee. Hatumuuzii mtu aje achague tu aondoke, hapana. Ndio maana huwa sisi huku nyingi ni follow ups. Tunafanya sana follow ups na wateja wetu. Sisi wateja kwetu sisi, unajua kuna lugha ya Kiingereza imekaa vizuri zaidi kwa sababu kuna tofauti kati ya client na customer. Sasa sisi kwetu sisi hatuna customer, sisi tuna client. Client ni after services. Yani ni kwamba yule mteja akija, unapomfanyia kwa mara ya kwanza kazi yake, unapochukua order yako tu, unapoingia naye makubaliano na mkataba, maana yake ni kitu ambacho ni endelevu. Unaenda unanunua material, unakuja unashona, unamdesigner, unamshonea, anakuja anafanya fitting, anaondoka, bado anakuwa familia yako. Unamfanya follow up, nguo imekaa vipi, imekaa vizuri, au yeye mwenyewe anakurudia anakuambia bwana nimeongezeka kidogo, nahitaji hiyo, sio imebana, nataka nipunguze, nataka niongeze. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni continuation. Yani ni kwamba kinaendelea, kina muendelezo fulani hivi. Ndio maana kuna utofauti mkubwa sana kama kati ya duka la Mangi, yani kwamba unaenda unanunua labda bidhaa yote kama nido, unaenda unachukua, ukishampa mgongo tu, ukirudisha hata kama imeexpire anaweza akakukatalia. Lakini kwetu sisi mteja tayari anakuwa mwanafamilia. Yes. Kwa hiyo ndio maana kunakuwa na changamoto nyingi sana, na ukiweza overcome zile changamoto utastay. Kuna watu especially maharusi, kwa maana kwamba hawa baba harusi wanatamani wavae suti, lakini swala la rangi kwao ni shida. Wao mnawasaidiaje? Mimi bwana nataka nivae suti lakini sijui nivae rangi gani na mtindo gani? Unajua sometimes kwani tunajiita madaktari. Madaktari ni watu ambao wanatibu tatizo la mtu, wanatibu ugonjwa wa mtu. Kwa hiyo sisi kama fashion designers, kama fashion consultants, kama fashion counselors, sisi mteja akija kwetu akikwambia mimi nina tukio langu maybe tarehe 14 mwezi wa pili, ila sijui nivaeje, tayari huo ni ugonjwa. Hajui. Kwa hiyo lazima utibu tatizo lake. Na matokeo ya kutibu tatizo lake ni kuwa mteja wako na
yani kama mgonjwa na daktari. Kwa hiyo ni lazima uhakikishe umsome kwanza huyu anahitaji nini na tukio linaenda ni mwezi upi. Kwa mfano tuna oda nyingi za Valentine. Yes, kuna watu wanafunga ndoa Valentine na nina oda kutoka Masasi na Silayo, wateja wangu wakubwa sana. Kwa hiyo hadi mikoani mnapata oda? Sio mikoani, sisi worldwide. Marekani, Warabuni huko. Unajua kuna Watanzania wako Warabuni, kuna Wakongo wako Warabuni, wako Faransa, wako Marekani. Unajua kumtafuta designer huko nje Ulaya huko ni gharama kubwa sana, tofauti na sisi huko. Sisi huko kuna wabongo wao wapo nje, kwa hiyo wanaomba oda. Wanaweza katuma vipimo, bwana kuna ndugu yangu yuko hapa naomba oda suti kama 6 hivi, vipimo vyangu ni hivi, nataka hiki nitumie sample, anatuma sample. Then sisi tukishamaliza tunampa ndugu au tunaisafirisha kwa DHL. Zinaenda. Mtu anaweza kujiuliza Mr Pop hivi huyu nani ambaye mjini tunayemwonaga hapa anamvalisha yeye? Natamani walau nisikie mastaa wachache wale ambao tukionaga huko wakivimba mitandaoni nguo zao huwa zina designiwa hapa. Of course, wakati mwingine ni mastaa wengi tunawavalisha, ila kuna wengine huwa hawapendi sana kutajwa. Wengi hawapendi kutajwa. Especially sisi tumebezi sana kwenye kwa mfano wa diplomats, watu wa serikalini, watu wa usalama protocols. Sisi tunafanya nao kazi sana. Tuko wengi. Ukiingia kwenye ukurasa wetu wa Insta Mr Pop Fashion, MRPOP Fashion, utaona tunafanya kazi na kina nani, gospel singers. Tumekuwa walezi wakubwa sana wa gospel singers, na Obi Alpha, Kibonge wa Yesu, Matias Walichupa, Singeli Brothers, Pius Wilson, wote hao ni watu wangu. By the way, tulikuwa na tukio juzi kati hapo tarehe 17. Wametusupport sana. Kwa hiyo ni master akina Mzize, Clement Mzize wa Yanga, akina Aucho, sisi tunafanya nao kazi sana. Tumewavalisha sana. Ingia moja kwa moja kwenye tukio la tarehe 17, tumalize kwanza hapa. Jinsi ambavyo location ya ofisi yako Sinza Kijiweni, ukikunja tu kuna pale inapatikana nje tu, kwanza lile bango jinsi lilivyo linatisha. Watu wanaweza kawa wanapita kila siku lakini wanaogopa kuingia. Gharama zako zina watu maalum kwamba watu hawa gharama zao hizi hawawezi, au umeziwekaje hasa? No, sisi hatuna gharama. Sisi tunatoa huduma kwa jamii. Na moja ya jamii kubwa tunayofanya nao kazi ni indigenous, watu wa level wa chini kabisa. Unajua moja ya faida ya kufanya kazi na watu wa kawaida, na gharama zetu ni ndogo sana. Yaani ni kama Kariakoo, hatuna gharama kubwa. Ni kama unapoenda kununua suti Kariakoo sio 200,000, 200,000, 300,000, sio laki ngapi. Sisi gharama zetu ziko hivyo. Si unaelewa? Moja ya faida ya kufanya kazi na watu wa chini, wengi wanakuwa mabalozi. Wakipendeza wengi wanakuwa mabalozi. Na ndio rahisi sana hata wewe kama wewe ndugu mtangazaji kumuuliza mtu wewe umeshona wapi akipendeza. Tofauti na kumuuliza mtu ambaye ni mkubwa, diplomat au labda mkurugenzi, labda benki. Unaona? Kwanza hautompata. Akishavaa hapa, akiingia kwenye gari ni moja kwa moja anaenda ofisini, anaenda kazini. Kumpata tena baada ya miezi 6 au labda baada ya mwaka, anaweza kaja akashona labda suti 6. Harudi tena hapa mpaka mwaka uishe. Unaona? Lakini mtu wa kawaida licha anaweza kavaa labda mwezi huu Januari, akawa na tukio au akivaa akipendeza, akiambia umependeza, umeshona wapi, anamleta mpaka kwetu. Anakuwa proud na sisi, anakuwa proud ile na brandi. Yaani rahisi sana kuongea, tofauti na mtu ambaye maarufu au mtu mkubwa fulani, mkurugenzi, kumvalisha. Kwa hiyo sisi tumegundua hilo, ndio maana huwa sisi tumewekeza sana nguvu zetu kusapoti watu wa chini. Na ndiko tulikotokea, tumetokea huko na bado tuko huko, na ndio jamii yetu ambayo sisi tunaitegemea sana itusapoti twende juu zaidi. Unaona? Yes. Sawa. Tarehe 17 mwezi huu wa kwanza 2026, ni siku 2 zimepita. Tumeona kuna ufunguzi wa saluni, cutting doctor. Madaktari wa kunyoa tuseme hivyo. Madaktari wa engo. Swali langu la msingi, kutoka kwenye udaktari wa mavazi mpaka kwenye udaktari wa engo, mtu akajiuliza imekuaje? Una ile karama ya kusema unaweza kunyoa ukasema huduma yangu niendeleze, ama nini ambacho kimekusukuma mpaka uweke saluni kando kwenye duka lako la suti? Unajua bwana, kwenye maisha ni utafutaji. Alafu Mungu alishasema, kuna msemo mmoja wa kibiblia unasema twayaweza yote katika yeye atutie nguvu. Umeona? Swala la saluni liko fingamamabo, liko yani ni kama kaka na dada na kwenye fashion. Kwa maana kwamba sisi tunapohudumia of course sisi tuna 95% ya wateja wetu ni watu wa harusi, ni mabwana harusi wengi sana, bwana harusi na best man, wanakamati, ndugu, ndio wanaokuja
kunyoa kwetu. Sasa the way wanavyotangatanga, mtu umeshamshonea nguo, umeshamshonea suti, lakini saluni sasa, nakuuliza saluni sasa tuende wapi? Wanatangatanga, unakuta unachukua nguo unapeleka kwa Azizi Ali, unachukua nguo hapo unapeleka Mori, unachukua nguo hapo anakuambia niletee nguo bwana, niko saluni fulani. Unachukua nguo, niletee nguo, niko sijui Mwenge. Ni changamoto. Na moja ya vitu ambavyo mimi nilivipenda nikasema, unajua ni vizuri kumvalishia mteja wako hapa ili uone changamoto. Kama kuna changamoto, sometimes sisi ni binadamu, unaona. Unaweza ukawa umeshona vizuri, maybe mtu amefanya fitting, imekaa vizuri, imerudi, imeingia kwenye marekebisho, imerudi hivi, imeenda dry cleaning, imeenda kufanya dry cleaning, imerudi ofisini, wewe umepaki, hujui kwamba dry cleaner labda imetatuka au ina hitilafu kidogo, unaona. Akivalia kwetu sisi hapa ofisini, ni rahisi sana wewe kuona kweli this is perfect. Hata akienda duniani huko anaweza kwenda kukutangaza vizuri au kuwa balozi mzuri kwako wewe, tofauti na yeye kuvalia kote. Alafu wengi sana wa Bongo hawajui kuvaa suti. Hawajui kuvaa suti, asilimia kubwa, sisemi wote. Hapo wenda watu wakasema mbona kama daktari anatusema, wengi wa Bongo wengi hawajui namna ya kuvaa suti. Kuna sheria zake. Tai, sometimes mtu unakuta amevaa tai, kifungo cha juu hajafunga, kimeachia, tai imekaa hivi. Kwanza wengi hawajui kufunga tai, ndio maana mimi tukaona ili changamoto hii ni tatizo, huu ni ugonjwa. Kwa hiyo ni lazima tuandae incentives, tuandae mazingira fulani hivi ya kuwashawishi waje washone na sisi, wapate huduma zote hapa, iwe saluni, iwe ni kuoga, unaona, mpaka gari ya maharusi. Kwa sababu nini? Of course moja research ambazo nilizifanya vile niliona wanakamati wengi kwenye kamati za harusi, especially harusi na send off, hawampi priorities bwana harusi. Hawatoi gari ya maharusi, especially wanaume hawapi magari. Gari linaenda kwa malkia, yes, inaenda kwa bi harusi. Bas wewe bwana harusi utajua mwenyewe. Utafute bajaji, bodaboda, utajua mwenyewe. Kutoka saluni na bajaji unakimbizana tu, yani umechafuka suit. Sometimes of course tunaangalia tuna changamoto kubwa sana, yani maharusi wanapokuja hapa, of course tumetatua swala la saluni. Sasa hivi watu wanakuja hapa wanavalia kila kitu full, wanaoga, wanavalishwa hapa. Lakini sasa inapokuja kwenye swala la usafiri, wanaendaje kanisani, wanaendaje ukumbini, unaona. Tukaona bwana, kuanzia mwezi wa 4 kutakuwa na magari special kwa ajili ya maharusi wanaokuja kuvalia hapa, wanaokuja kushona kuingia saluni hapa. Kwa mfano, wewe kama bwana harusi unaweza ukaja na t-shirt na jeans. Ukiingia kwenye saluni, unanyolewa, unafanyiwa facial, unafanyiwa scrub. Kuna mashine kubwa ambazo tumeagiza kutoka China ambazo ni hydrofacial machine ambazo zina kila kitu. Ukishaingia humo ndani, utoki mpaka unarudi kutoka kuingia kwenye gari mpya na suti mpya kabisa. Iko full. Kwa hiyo hapa tuna huduma zote. Yaani ukiingia unakuja tu na suruali yako jeans au kadeti na t-shirt, umetoka zako Kariakoo, umeshughuli kwenye mihangaiko yako. Ukifika hapo hapa mtu mwingine kabisa. Yes. Na hizo gharama kweli mbona zitawezekana kweli? Mnampa mtu, mnamdesignia mavazi, vaa rangi hii, mnaingia saluni hapo unyoe, masuala ya scrub, gari ili hapo, gharama zake package imeiwekaje hasa? No, package zipo tofauti kulingana na uwezo wa mtu. Of course sometimes sisi tumekuwa ni watu wa huduma kwenye jamii. Tuna hofu ya Mungu. Hauwezi, sometimes huwa tunaweza hata tukasaidia watu kwamba mtu anaweza akaja akakwambia bwana, mimi nina shughuli yangu na harusi, nafunga ndoa. Of course ni watu wengi sana tumeshawasaidia. Huwezi ukamnyima mtu kwenda kwa padri, kwenda kufunga ndoa kisa hela. Kisa wewe unatanguliza hela mbele. Hiyo sio baraka. Sometimes hii tunabarikiwa kwa sababu tunajitoa sana, tunatoa sana. Mtu akija, anaweza akaja hapa, of course nikwambie tu kweli, mimi nimesoma psychology. Kwa hiyo ukija ukiwa unadanganya kwamba una hela na wakati una hela, mimi nakutambua na kujua vizuri, kwa sababu kwanza mimi mteja, mimi namfanya awe mshikaji wangu. Ukishakuwa mshikaji wangu lazima tu utatetereka, sema unajua kabisa huyu kanipiga, huyu muongo huyu. Lakini kuna wengine kutoka moyoni anaongea ukweli kabisa, unaona kabisa umnyime mtu 100,000, 200,000, 1,500,000 kisa wewe unaangalia hela kwenda kuangalia huduma anayoenda kuipata. Ni baraka. Akienda kubarikiwa kuvalishwa kupata cheti cha ndoa, atakukumbuka. Kwanza ni baraka kubwa sana umesaidia. Kwa hiyo Mungu anazidi kukuongezea. Sisi brother, nikwambie, sisi wanasema wafanya biashara ni wachawi. Sisi hatumii uganga wala uchawi wowote. Sisi tunatoa sadaka na kulia na Mungu mwanzo mwisho. Na ndio moja ya kitu ambavyo mimi naangalia. Ngoja ni proof what wrong. Wao wanawaza tu bwana, mtu akiuona mtu upo
upo maarufu, unatokeza, una biashara zako, unajua kabisa Freemasons kule unachukua, ngoja tu approve watu wrong, tutapambana mpaka tone la mwisho kuonyesha kwamba bila uchawi biashara inawezekana. Ni kutoa sadaka, kulia na Mungu, kuomba sana na kulia na Mungu. Hiyo ndo nani yetu kubwa. Nina watu zaidi, tuna watu nyuma yetu zaidi ya 25, wanawake, wana watoto, wote wakikuombea uchawi wa nini tena jamani? Dua za Mungu zinatosha kabisa hadi. Tuko hapa kwa hiyo tu. Sisi tunafanya kazi ya kijamii. Kwa hiyo jamii ina baraka zake, jamii ina mabaya yake, kwa hiyo lazima tupishane kwa njia hiyo. Nimeona kwenye baadhi ya watu ambao wamevalishwa hapo picha zake na maana Dulivani. Natamani nifahamu karibu wako na Dulivani. Ni huwa mnamvalisha kila siku au imekwaje? Of course anapohitaji akiwa na, of course ni balozi wangu. Watu hawajai kumuona kwenye suti. Watu wanamuonaga tu kwenye komedi zake huko, wanahisi sijui yuko vipi, sijui hehe. Unajua komedi zake ni za anavaa ile mavazi ya kike, kwa hiyo watu wengi hawajai kumuona. Lakini mimi yule mshikaji wangu sana ni mwanaume kweli yani, na anavaa na anapendeza kweli. Tulimvalisha kwenye harusi ya Jux. Alitrend kuliko mtu yoyote pale. Dulivani, yes, alitrend kuliko mtu yoyote. Kwa hiyo yule mtu nimekuwa naye, amekuwa balozi wangu tangia mwaka juzi mpaka sasa hivi niko naye. Yes. Tubakie hapo kwa Dulivani. Juzi kati hapa Dulivani alikuwa ametweet kitu fulani kwamba soon anakwenda kufunga ndoa. Walau nataka nisikie kutoka kwako kama mtu wake wa karibu. Tayari kashaanza maandalizi ya suti kuelekea kwenye ndoa ama maandalizi hapo. Yaani kwenye swala la maandalizi kwake yeye ni kuclick tu, sisi tuna print. Kwa hiyo muda wote, of course sisi tunatoa suti za ndani ya siku 2 siku 3 na kwa tumeshanane. Kwa hiyo hata event yake iwe ni kesho, akiclick simu moja tu, sisi tuko humo ndani tuna print tu, maisha yanaenda. Unatamani kuona Dulivani ameingia kwenye ndoa? Yule ni mwanaume, kwani tusitamani ndugu yangu? Mimi mwenyewe nimeoa na nina mke na watoto. Kwa hiyo of course hata watu wangu walio nyuma yangu ni watu ambao wako very decent. Kwa hiyo mimi tunatamani sana kila mtu awe na mwenza wake, kila mtu awe na mume wake, awe na bwana wake kwenye ndoa. Yes. Sasa wale ambao walikuwa wanasema kwamba Dulivani bwana anapenda kuvaa mavazi ya kike, labda atakuwa sio mwenzetu, kuelekea kwenye ile tukio la ndoa, unahisi anakwenda ku-approve nini hasa? Of course ata-approve wrong wengi sana. Baadhi ya watu huwa walikuwa wanakuja wakiona picha zake hapa, nimeprint picha zake ziko ofisini kwangu, wanashangaa huyu mtu vipi yuko hivi. Nikamwambia nyie tofautisheni kazi ya mtu inompa ugali na maisha yake binafsi. Maisha binafsi yule ni mwanaume, na atapoenda kuoa ndo ata-approve wrong kweli yani. Yes. Tumalizie sasa, yule ambaye afahamu ndo anaiona interview hii kupitia YouTube channel yetu Nyundo TV. Tuambie duka hili la suti lipo wapi, na hii saloni yetu ya cutting Dr. wa minyosho lipo wapi hasa, Dr. Wahengo? Kwanza usiseme duka. Maduka ni sehemu tunanunua kitu hii ni fashion house. Hii ni yes, hii ni nyumba ya mitindo, nyumba ya designing fashion house. Ndo hiyo ni nyumba ya design, nyumba ya mitindo. Sio duka la kuuza, sio duka la kuuza, no. Sisi tunachakata, ni kama kiwanda. Sisi tunachakata vitu, ni process. Sio kitu mtu anakuja anachukua anaondoka, no. Yes. Sasa vitu vyote viko under one roof, viko sehemu moja tu. Ningekuwa yani tungefanya scattered, yani kwamba kiko kijiweni mbali kilomita 5 au labda kilomita 1 kidogo, na ugumu ungekuwa ule. Lakini mtu akitoka, kwa mfano bwana harusi tukio lake Jumamosi, akija hapa anaingia saluni, hatoki huko, anaingia vyumba tu, akija kutokeza ni mtu mpya kwenye suti. Yes. Aingia saluni, akiingia saluni akinyoa, piga engo, anaingia kwenye fashion, akitoka ana scrub, akitoka. Sisi by the way sisi hatuna massage, kuna nyumba za massage, sisi hatuna massage. Kwa hiyo hatutaki kabisa, hizo ni mambo za waende huko kwenye nani wafanyie na wake zao, au waende huko kwenye massage house huko sehemu zingine. Sisi tuna scrub tu, tuna fashion zile kwa ajili ya sura, uso wako, kuweka sawa muonekano wako tu, suti, yes, na saluni basi. Kwa hiyo kila kitu, vitu vyote viko sehemu moja, mpaka na viatu, perfume. By the way, baada ya miezi 3 tutawaita tena ku-launch product yetu ya perfume, Mr. Pop perfume. Baada ya gari la maharusi unakwenda ku-introduce na bidhaa nyingine ya perfume. Yes, baada ya hilo gari la maharusi kwenye high season yetu inaanzia mwezi wa 4, sisi tuko kwenye low season sasa hivi. Kwa hiyo kwenye high season inaanzia mwezi wa 4, orders zinaanzia sasa hivi. Tunaanza kupokea order mwezi wa kwanza, wa pili, wa 3. Mtu anaharusi mwezi wa 8 anapokea hapo, kwa sababu kuna punguzo fulani hivi. Mtu ukifanya ordering kwa mwezi huu, tukio lako mwezi wa 6, wa 7, wa 8, bei ya sasa hivi ni tofauti na bei ya kwenye high season. Kwa hiyo bei kidogo huku imepungua mpaka mwezi wa 4 hapa. Bei imepungua.
then unaweza kuweka order mpaka mwezi wa 8 kama una tukio lako hadi mwezi wa 10. Kwa mfano suti maybe suti 200,000 sasa hivi, mwezi wa 4 wa 5 wa 6 wa 7 ni suti inaenda kwenda kuwa 600,000 700,000. Hiyo 200,000 hiyo. Kwa sababu kuna punguzo, huwa sisi tunapewa mapunguzo na suppliers wetu wa material, na sisi wenyewe huwa tunatoa punguzo kwa wateja wetu ambao tumefanya nao mwaka 2025 mwaka jana. Tunatoa sana punguzo ili kuwakaribisha na wateja wetu wapya. Kwa hiyo ukifanya order kwenye low season bei ni nafuu tofauti na kwenye high season. Yes. Sawa, la mwisho la kumalizia labda ambalo nimelisahau. Watu tunawakaribisha watu kwa mwaka 2026. Kuna product nyingi mpya na quality ya hali ya juu sana, especially kwenye saloon. Ni madaktari wa engo, madaktari wa kukata nywele kwa ajili ya maharusi na wengine wote wanakaribishwa. Sisi tuna product nyingi sana. Perfume kama nilivyosema, gadgets za maharusi ni free kabisa, yani inakuwa kwenye package ya suti. Kwa hiyo unashonewa nguo, una designiwa nguo yako, then unaingia kwenye saluni, unaoga, unaondoka zako, unapewa na perfume bure kabisa, na viatu vipo, unapewa na viatu, kila kitu. Sisi tuna package nzima, a full package kwa ajili ya maharusi. Ewe bwana harusi, kama hujui chochote, wewe njoo kwetu, sisi tunakufundisha namna ya kuishi. Na moja ya nani ya kuishi, namna ukitoa kwenye accommodation, usijui kwenye kula na mavazi vile vile, ndio moja ya vitu muhimu katika nani ya maisha ya binadamu. Accommodation, sijui malazi, kula na mavazi. Kwa hiyo sisi tumesimamia kwenye mhimili wa 3 wa mwanadamu, mavazi. Tunatengeneza muonekano wako vizuri, uwe smart. Yes. Namba za simu ambazo physical address yetu ni Mr. Pop Fashion Mall, iko Sinza Kijiweni. Iko katikati ya Sinza Kijiweni na Kumekucha. Au kwa namba zetu ni 0715 10 36 54 au 0742 80 90 90. Unaweza Insta tunapatikana kama MRPOP Fashion, Mr. Pop Fashion bas, au cutting doctor. Cutting doctor manake ni madaktari wa kukata engo.